الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم هو وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, hapana budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala, Allah ambaye kwa rehema zake na mapenzi yake ametuwafundisha kukutana sehemu kama hii kwa ajili ya kukumbushana mawili matatu. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala kwa rehema zake na mapenzi yake atufishe katika vikao kama hivi. Rehema na amani za Allah zimwendee kiongozi wetu, mtume wetu, mwombezi wetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, leo tutakumbushana habari ambayo tulikumbushana katika muhadhara uliotangulia kuhusiana na habari za akhera. Baada ya Allah tabaraka wa taala kumuingiza yule mtu wa mwisho peponi, ukiangalia katika surati Yasin katika aya ya 54, 55, 56, Allah anasema ya kwamba falyawma la tudhlamu nafsun shay'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Ndugu zangu katika imani, Allah siku ya kiyama atatoa tangazo kuambia watu wa mawqif al-awwaluna wal-akhirin, viumbe wa mwanzo na wa mwisho, kwamba falyawm, leo, la tudhlamu nafsun shay'a, nafsi yoyote haitodhulumiwa chochote.
Tena ndugu zangu katika imani, angalia uslubu wa Qur'ani. Allah amesema la tudhlamu nafsun shay'a, yani ni nakra, yani chochote kile ambacho binadamu alikifanya katika uhai wa dunia, binadamu, majini, viumbe mbalimbali, chochote ambacho kina nafsi kilifanya mambo duniani, falyauma, leo siku hii ya kiyama, la tudhlamu nafsun shay'a, hakuna nafsi itakayodhulumiwa. Angalia uadilifu wa Allah tabaraka wa taala katika mawqif siku ya kiyama. Allah tabaraka wa taala atawafufua wanyama. Duniani unaweza ukakaa ukaangalia kwenye zizi ima la kondoo au mbuzi au ng'ombe, ukaona yule mnyama mwenye pembe anampiga kichwa mwenzake. Siku ya kiyama hawa wanyama wanafufuliwa, kwa sababu la tudhlamu nafsun shay'a, hakuna atakayedhulumiwa. Huyu ambaye amempiga mwenzake kichwa, mnyama akiwa na pembe, mnyama mwenzake hana pembe, amemdhulumu. Kwa sababu huyu ambaye hana mapembe kadhulumiwa, inatakiwa na siku ya kiyama apewe haki yake. Allah anawafufua wanyama wale ambao walikuwa hawana mapembe duniani. Allah siku ya kiyama atawapa mapembe, ili wale wafanye kiswas. Wakishafanyana kiswas, ndugu zangu katika imani, wanyama wote Allah tabaraka wa taala atawaambia kwamba kunu turaba, kuweni udongo. Wanyama wote watatoweka baada ya kisas. Huu ni uadilifu wa Allah tabaraka wa taala upande wa wanyama. Itakuwaje kwa binadamu, ndugu zangu katika imani? La tudhlamu nafsun shay'a, hakuna atakayedhulumiwa. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, na hamtolipwa ila kwa yale ambayo mlikuwa mkiyafanya. Waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Jema ambalo umelidharau huenda ndio ikawa ni sababu ya wewe kuingia peponi. Juzi kuna mtu alituma makwa Britania, mwanamke wa Kiislamu, umri miaka 94. Huyu mwanamke alikuwa anachukua kile chakula kilichosalia kile, anapeleka sehemu ambayo kuna ndege, na anawapelekea maji. Miongoni mwa shughuli zake ilikuwa ni kufanya hiyo khidma. Mwanamke huyu akaelekea akhera, wakaenda kumzika. Mtoto wa marehemu mama huyo akienda kufanya ziara makaburini, ndege ambao walikuwa wanapewa chakula wanamfuata, wanazunguka lile kaburi la mama yake. Na laiti tukio hili lingelitokea zama za Mtume sallallahu alayhi wasallama, huenda labda Allah akateremsha Qur'ani kwa sababu yake. Ni ilham gani ambayo Allah tabaraka wa taala ameiweka katika huyu mnyama, huyu ndege huyu? Yani anaacha makaburi mamia na mamia, lakini anakwenda kwenye lile kaburi la muhusika.
la tudhlamu nafsun shay'a. Hakuna atakayedhulumiwa ndugu zangu katika imani. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kila mtu atalipwa kwa yale aliyokuwa akiyachuma. Na ndio maana akasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mashhur kwamba la tahtaqiranna min al-ma'ruf shay'an. Al-ma'ruf imekuja ni al-mu'arraf, shay'an imekuja ni nakra. Wema unajulikana, lakini njia za kutenda wema zipo mbalimbali, tofauti. Sasa wewe usidharau, mimi nifanye hivi. Unaweza kaingia msikitini, mtu akawa yupo na mindili alikuwa ameitumia, akainuka akaondoka, mindili ikabaki pale. Wewe waiona yule ametumia, ameiacha, mimi niitoe. Sasa huenda sababu ya kuitoa ile mindili ikawa ndio sababu ya kupata janna, kitu kadogo tu. La tahtaqiranna min al-ma'ruf shay'an. Na ndugu zangu katika imani, ukiangalia katika vitabu na mema ambayo baadhi ya wema wameota kuwaota waliotangulia mbele ya haki, wakiwauliza mambo ambayo wameyatanguliza na kuingizwa peponi na kupata neema, wallahi ni vitu ambavyo mtu hataraji. Kukumbushana habari za Imam Shafi rahimahullah. Anafahamika Imam Shafi rahimahullah, Muhammad ibn Idrisa, yeye ni Mkuraishi. Babu yake watano anakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ukoo, pamoja na ilmu aliyokuwa nayo. Lakini baada ya kufa kwake, mmoja miongoni mwa wanafunzi zake anamuona Imam Shafi baada ya kuzikwa kwa muda wa siku 3. Mwanafunzi anamuuliza Imam Shafi rahimahullah, ya Imam, madha fa'ala Allah bika? Ebu, kwa sababu unapomuota mtu kwenye ndoto na ukapata ile fursa ya kuongea naye, unakuwa na shauku ya kumuuliza baadhi ya masala. Imam, ebu nipe habari namna gani ulivyokutana na Allah tabaraka wa taala. Imam Shafi rahimahullah anamwambia mwanafunzi wake ya kwamba nimesimamishwa katika hadhara ya Allah tabaraka wa taala. Si hivyo nikaingizwa peponi kwa lugha ya kisasa, yani kwa shangwe na vigeregere. Unajua mtu anapooa ili amekwishaozeshwa, umekubali, nimekubali, watu namna wanavyofurahi, wenye kutoa takbira wanatoa. Sasa Imam Shafi rahimahullah anasema nimeingizwa peponi kwa shangwe na vigeregere. Huyu mwanafunzi sasa nataka ajue lubu, kwa nini Imam, kipi ulichofanya hadi upata hiyo fursa ya kuingizwa peponi kwa shangwe na vigeregere vya malaika? Imam Shafi rahimahullah akamwambia mwanafunzi wake ya kwamba ni kwa sababu ya maneno niliyoyaandika katika kitabu changu Al-Ummu. Katika vitabu vya Imam Shafi rahimahullah ana kitabu kinaitwa Al-Ummu. Yule mwanafunzi akashtuka. Hapa sio tena usingizini. Kaenda kwenye maktaba yake akachukua kitabu Al-Ummu akafungua. Mbele kwenye mukaddima Imam Shafi rahimahullah ameandika ya kwamba
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma taghafala anhu ghafilun wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma tadhakara anhu dhakirun. Kama neno amemuingiza peponi kwa shangwe na vigeregere. Imam Shafi rahimahullah ameishi duniani umri wa miaka 54. Anajulikana mwanachuoni mkubwa kwa ibada, kwa kuwasomesha watu dini, lakini vyote vikutajwa salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam. La tahtaqiranna min al-ma'ruf shay'an. Usidharau. Katika mji wa Madina unafahamika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kipindi kile mdogo. Na laiti kwa sasa ukiingia kwenye msikiti ukiangalia ile sehemu ya raudha kwenye nguzo utaona alama, yani namna ulivyokuwa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ulikuwa ni mdogo, lakini kuna mwanamke anafanya usafi, halipwi kwamba mwisho wa mwezi atapewa kiasi fulani. Anatoka nyumbani kwake, akimaliza kazi za nyumbani anaelekea msikitini, anafanya usafi msikitini, ndio shughuli yake. Mara Mtume sallallahu alayhi wasallam hamuoni, anauliza maswahaba, bwana simuoni fulana? Ya Rasulullah, amefariki, tumemzika. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia maswahaba, kwa nini hamkunambia? Maswahaba wanasema, ya Rasulullah, ulikuwa umepumzika, halafu tukaona uzito kukuamsha na kazi tunaiweza, umekusha tufundisha namna ya kuzika. Kwa sababu ya khidma ya kusafisha msikiti, Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia maswahaba ya kwamba dulluni ala qabriha, hebu twendeni Baqii nionyeshe wapi mmemzika yule mama. Kisha swaliwa na maswahaba, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akaongozana na maswahaba. Mtume mbele kwenye kaburi la yule mama, maswahaba wamejipanga safu, akamswalia mara ya pili. Kwa nini? Kazi iliyokuwa kiifanya ya Allah tabaraka wa taala. Kupata fursa ya kuswaliwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wallahi ni neema. Auf radhiyallahu anhu anasema, siku moja niliswalia jeneza, imam alikuwa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dua ambazo alikuwa anaziomba Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwombea yule aliyekufa, Auf anasema, wallahi tamannaitu, nimetamani mimi ndio yule maiti. La tahtaqiranna min al-ma'ruf shay'an. Sasa siku ya kiyama, ndugu zangu katika imani, Allah anatoa tangazo, falyawma la tudhlamu nafsun shay'a, nafsi yoyote haitodhulumiwa chochote. Umekutana na Muislamu mwenzako mkapeana mikono, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Muislamu anapokutana na Muislamu mwenzake wakapeana mikono huku wakiwa na furaha, wakicheka, Allah tabaraka wa taala anaporomosha madhambi yao kama mti unavyoporomosha majani. Usioni uzito kumpa mkono ndugu yako Muislamu. Mwingine mnaweza mkakutana kunyosha mkono wake kwako, wanaona uzito, nakufanyia tu hivi tu. Ndugu zangu katika imani, Allah baada ya kusema kwamba kila nafsi italipwa kwa yale ambayo ilifanya duniani, aya inayofuata Allah anasema, inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun. Watu wamelipwa ndugu zangu katika imani,
katika darasa iliyopita tulisema yule mtu wa mwisho kuingia peponi, angalia kasru zilizopo duniani, angalia ile kasru ambayo ni ndefu, ni kubwa kuliko zote. Nafikiri kwa sasa ni ya Dubai. Sasa ile ambayo inaonekana ndiyo kubwa, Allah tabaraka wa taala anamwambia yule mtu wa mwisho kuingia peponi kwamba wewe utapata mfano wake mara 10. Hebu takhayal, tasawwar, ile ya Dubai labda upate mara 10 au Faisalia mara 10. Hii ni daraja ya mwisho, yule mtu ambaye ni akhir wa mwisho kuingia peponi. Achana na wale ambao wameingia mwanzo. Ndugu zangu katika imani, watu wameingia peponi. Jambo la kwanza, chakula cha kwanza watu wa peponi kula, ndugu zangu katika imani, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, watapewa kabadi hut, maini ya samaki. Sio ng'ombe hizi zina madawa zina nini, samaki, maini ambayo yameandaliwa na Allah tabaraka wa taala. Na kinywaji zanjabil, kafur ndio wanateremshia. Ndugu zangu katika imani, umejaliwa kuingia peponi. Adna, yule mwenye daraja ya mwisho peponi atakuwa na wanawake 72. Adna, daraja ya mwisho, wanawake 72. Ndio Allah anasema kwa sababu ni sehemu ya starehe. Duniani unachoka, muda wa swala ya alfajiri umefika, unasikia usingizi, lakini usingizi unauweka pembeni, unatawadha maji ya baridi, unakwenda msikitini, huku unapenda usingizi. Yote haya unayofanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah amekuingiza peponi. Kwa nini Allah asikuturuki? Adna, daraja ya chini, wanawake 72. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa peponi Allah tabaraka wa taala kila mtu atampa nguvu za wanamume 100. Na uwezo wa kula sawa sana watu 100. Sio pakti hizi tunakula hapa, pakti moja watu 2, mwingine akwambia mimi tayari hapa nimeshiba. Kula unakula haswa, unafumua. Tena angalia katika pepo Allah tabaraka wa taala anawaambia waumini ya kwamba ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-ayun wa antum fiha khalidun, yale ambayo nafsi inapenda. Leo nataka nyama choma. Wale wafanyakazi wa peponi wale wanapitisha nyama choma pale. Mahudam, wafanyakazi, ndugu zangu katika imani wa peponi, kila mtu atakuwa na wafanyakazi 800. Katika riwaya wafanyakazi 8,000. Wafanyakazi 8,000 ni kwa sababu yako wewe muumini. Allah anasema inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Watu wa peponi
inna ashabal janna, kwa hakika watu wa peponi, al-yawma, leo siku ya kiyama, wakiwa peponi, fi shughulin fakihun, watakuwa katika shughuli. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma na wanachuoni wa tafsiri, shughuli ya watu wa peponi, ndugu zangu katika imani, ni fakul bikar. Kazi kubwa ni kuvunja bikra, ndio kazi. Shughuli pevu ya peponi ndio hiyo. Kama katika maisha ya dunia mwanadamu anapenda wakati wa kuoa amuone mwanamke ambaye ni bikra, sasa na siku ya kiyama Allah ameandaa mazingira kama hayo kwa ajili ya kukufurahisha wewe ambaye ulitanguliza ibada ya Allah tabaraka wa taala katika maisha ya dunia. Na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, umekutana na mke wako, umemaliza kukutana naye, imefika zamu ya mwanamke mwingine. Siku ukirudi kwa huyu unakuta bikra imesharudi. Sio kama utakuta ni sayyid, yani unaingia moja kwa moja, unaanza upya tena kuvunja. Ndugu zangu katika imani, yote hayo Allah tabaraka wa taala ameandaa kwa wale wenye kufanya amali salih. Jipinde katika maisha ya dunia. Muda wa swala umefika, upo kwenye gari, simamisha gari, muabudu Allah tabaraka wa taala. Dakika 5, dakika 10 umemaliza, panda gari yako, endelea na safari. Usifadhilishe kazi kuliko ibada ya Allah tabaraka wa taala. Nifikia baadhi ya Waislamu Allah amewajalia wana kazi nzuri, ukiwaambia masala ya ibada nakwambia niko busy, nimebanwa. Allahu akbar, wallahi ni karitha, ni msiba. Ndugu zangu katika imani, watu wako peponi. Allah subhanahu wa ta'ala atawaozesha mahurul aini, wanawake wa peponi. Mahurul aini, ndugu zangu katika imani, ni wanawake ambao sifa yao hawakuzaliwa. Mahurul aini ni wanawake ambao Allah tabaraka wa taala kawaumba, tofauti na wanawake wa kidunia. Wao wameumbwa kupitia baba na mama, wamezaliwa, lakini mahurul aini Allah atawaumba siku ya kiyama. Na sifa yao wanawake, ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza katika Qur'ani, na vile vile amefafanua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yote kumvuta Muislamu mwanamume ajitahidi kufanya ibada ili awapate hawa wanawake. Wanaeleza wanachuoni ya kwamba mahurul aini ni wanawake ambao wana macho makubwa, wanawake ambao miili yao inalingana, yani wote wanalingana. Hakuna kwamba huyu ni mrefu, huyu ni mnene, huyu ni mwembamba kuliko mwenzake. Si hivyo. Wanawake mahurul aini, ndugu zangu katika imani, ukiangalia miguu yao namna ilivyo, unaona hadi ndani, mifupa ya ndani. Na ukiangalia kwenye mfupa kuna vitu huwa ndani ya mfupa, unaviona vile vitu. Kiswahili vinaitwaje? Naam?
Yani hamna jina Sheikh. Ndio, yani kuna mfupa, alafu ndani ya mfupa kuna vitu, yani mtu ukivuta duhu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ndio raha kwa mwanamke ndio tamu hiyo. Allahu akbar. Kama ana gololi hana tamu. Allahu akbar. Sasa ndugu zangu katika imani, huyu ni mwanamke, yani mandhari, yani unamuona hadi ndani namna alivyoumbwa na Allah tabaraka wa taala. Huyu mwanamke kaandaliwa na Allah kwa sababu yako wewe. Halafu ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sifa za hawa wanawake mahurul aini, kila mmoja yupo katika nyumba yake, yupo katika chumba chake. Hurun maksuratun fil khiyam, ni wanawake ambao kila mmoja yupo sehemu yake. Halafu macho yao hayawaangalii wanamume wengine, tofauti na wanawake wa kidunia. Anaweza akapita mpitaji akamtolea macho akamsahau hata mume wake. Ningefuata huyu, angekuwa mume wangu ningefaidi sana. Lakini hawa wanawake hapana, macho yao ni kwa waume zao tu. Allahu akbar. Vile baadhi ya wanamume wana ugonjwa, akiona mke wa mtu amepita anasikitika, ningempata huyu ningefaidi. Ndugu zangu katika imani, watu wako peponi. Duniani wewe umeoa, halafu ukafa. Mlikuwa mnapendana na mke wako akaolewa na fulani rafiki yako. Tumeelezana katika darasa zilizotangulia kwamba mwanamke atakuwa ni wa yule mwanamume wa mwisho kuolewa naye duniani. Sasa unaangalia mke wako, mmezaa watoto, amechukuliwa na tena rafiki yako karibu. Ndio unapiga mahesabu, kumbe huyo jamaa alikuwa anampigia mahesabu, mke wangu anasubiri nife tu. Unasikitika. Lakini watu wako peponi. Ndugu zangu katika imani, Allah anafanya nasru. Anasema wanazana ma fi sudurihim min ghil. Hiyo chuki sasa, kwa sababu si mke wangu yule yuko na Ali Badawi, nilikuwa namkaribisha nyumbani, kumbe anampigia mahesabu mke wangu. Sasa hiyo hali Allah subhanahu wa ta'ala anaiondoa katika nafsi. Una wivu. Hamna wivu. Shetani hayupo kule. Allah. Hapa tuko na shetani hapa. Asio. Yaani watu wanaishi kwa amani ndugu zangu katika imani. Hata tena fikra ya kule hamna. Ndio kama tulivyokumbushana Asma binti Umais radhiallahu anha, mume wake wa kwanza bismillah ni Jafar ibn Abi Talib radhiallahu anhu arda. Jafar amekufa katika vita vya Mu'ta. Asma radhiallahu anha amekaa eda, amemaliza eda ya kufiwa miezi 4 na siku 10. Asma akaolewa na Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu. Mamlaka ya Asma kwa Jafar imekwisha ondoka, ipo sasa kwa Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu. Abu Bakar kakaa na Asma miaka 2 na siku kadhaa. Abu Bakar kafa, Asma kamaliza eda. Asma akaolewa na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu.
mamlaka kwa Asma. Asma amezaa na Jaafar, Asma kazaa na Abu Bakar, Asma kazaa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Siku ya Kiyama mamlaka imetoka kwa Jaafar, kwa Abu Bakar, anamiliki ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Watu wakikutana hakuna chuki, hakuna nongwa, kutokana na neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Ndugu zangu katika imani, ndani ya pepo, katika safari ya Isra na Mi'raj ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kufika katika mbingu ya saba, kisa ambacho tunakifahamu. Kufika katika mbingu ya kwanza akakutana na Nabii Adam alayhi salam, akafika katika mbingu ya pili akakutana na Nabii Isa ibn Maryam na Yahya ibn Zakaria. Katika mbingu ya tatu akakutana na Nabii Yusuf alayhi salam. Katika mbingu ya nne akakutana na Nabiullah Idris alayhi salam. Katika mbingu ya tano akakutana na Nabii Harun alayhi salam. Katika mbingu ya sita akakutana na Nabii Musa alayhi salam. Katika mbingu ya saba akakutana na Nabii Ibrahim alayhi salam. Baadaye katika mbingu ya saba Mtume sallallahu alayhi wasallama akapewa fursa ya kuitembelea pepo. Akapita peponi, ndugu zangu katika imani, akaonyeshwa neema za peponi ambazo Allah uiddat lilmuttaqin, zimeandaliwa kwa wale ambao walifanya ibada duniani, wacha Mungu. Kaona mahuru la aini, mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya khamru, ya pombe, ladhatun lisharibin, pombe ambayo ukiinywa unasikia ladha, haiondoi akili. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeyote atakayekunywa pombe duniani siku ya Kiyama atanyimwa pombe ya akhera. Akaonyeshwa neema mbalimbali katika pepo. Aliporejea duniani Mtume sallallahu alaihi wasallam anawahadithia maswahaba neema za peponi. Kwa kweli alishindwa kuzielezea 100% ili wafahamu maswahaba, ila mwisho akawaambia maswahaba ya kwamba fiha ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Maswahaba zangu, katika hiyo pepo hiyo kuna yale ambayo ma la aynun ra'at, macho hayajaona. Muhammad Hassani hafidhahullah ameulizwa, Sheikh, hivi peponi kuna masala ya kuzaa kama duniani? Sasa inajulikana duniani mwanamke anapata mimba, mara uchungu, anaanza kula udongo, mara anakula pemba, mara anakula maembe mabichi. Kuna wengine wanawake wakiwa ni wajawazito, mume wake hataki hata kumuona, anamchukia, yaani ukipita anakutembea mate. Sasa mimba miezi 9, uchungu, peponi masala ya kuzaa yapo. Sheikh Muhammad Hassani hafidhahullah akasema ya kwamba ndani ya pepo kuna ma tashtahihi al-anfus, kuna mambo ambayo nafsi ikitaka Allah anampa yule mtu. Akasema ala Allah yasir, kwa Allah ni vyepesi. Kwa hiyo ukiwa peponi ukitaka uzae ili nafsi yako iburudike, Allah anakujalia. Lakini unakutana na mke,
Ukishamaliza kukutana na mke, mara umeona litumbo ile limekuwa likubwa, mara mtoto anatoka, mara unaona anaanza kutembea, anakuita baba. Yani mala ainu ra'at, yani mambo ya khayali, unashangaa. Ndugu zangu katika imani, wallahi katika pepo kuna mengi. Yale ambao Muislamu unayatamani Allah subhanahu wa ta'ala anakupa. Aina ya chakula chochote unachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala anakuletea. Yote haya ndugu zangu katika imani, ili kuyapata ni kujipinda katika maisha ya dunia. Jitahidi, ndio kubwa. Fanya mambo ya khairati, usidharau. Ungali hai, una nguvu, unaongea, tumia hiyo fursa. Sababu za kuingia peponi ni nyingi ndugu zangu. Kila mmoja anapita njia yake, anafanya sababu yake. Kuna wale ambao Allah tabaraka wa taala amewapa uwezo, wanajenga misikiti. Kuna wale ambao Allah amewapa uwezo, wao ni kutengeneza visima. Kuna wale ambao Allah kawapa uwezo, wao ni kujenga marakizil aitam, vituo vya mayatima. Kuna wale ambao unakuta ananunua nguo, anasafirisha na wapelekea ndugu zake Waislamu. Kuna wengine matajiri, anafika sehemu anawaambia walimu ya kwamba mshahara wenu utakuwa ni kwangu. Kila mmoja kadri ya uwezo wake. Kuna wengine unakuta siku ya Ijumaa baadhi ya misikiti unakuta kuna maji yamewekwa. Ni mtu ananunua, anaweka pale, muumini anakunywa maji. Kila mtu kadri ya uwezo wake. Angalia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna wale ambao wanaandaa iftari msikitini, watu wanafuturu. Wengine wanapeleka ndizi, nanasi, juisi. Kila mmoja kadri ya uwezo wake. Lakini isifikiri Muislamu ukasema ya kwamba mimi sina uwezo. Hapana. Yule ameleta chakula, watu wamekula. Wewe wale wakimaliza kula, ondoa vile vitu, nenda ukatupe. Ndio uwezo wako huo. Umuonyeshe Allah tabaraka wa taala. Huenda hii amali unakusanya mabaki unayapeleka sehemu husika, iko ndio sababu ya kuingia kwako peponi. Ndugu zangu katika imani, watu wako peponi, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia ya kwamba watakuwa na tangazo. Enyi watu wa peponi, mna mauidi ya kuonana na Allah tabaraka wa taala. Na wallahi ndugu zangu katika imani, hakuna neema, hakuna furaha kuliko kuona yule aliyekuumba. Unaweza kuwa Kenya, mtu yuko Tanzania, kuna familia inahudumiwa kila mwezi, pesa inapelekwa pale, yule mama anapewa, anatumia na watoto wake. Anaambiwa tu kuna Muislamu amejitolea, kuna Muislamu amekuletea hiki. Sasa yule ambaye anasaidiwa anaambiwa ya kwamba yule ambaye alikuwa anakusaidia amekujengea nyumba, amekusomeshia watoto, kesho anakuja kukuona. Hebu takhayal, huyu ambaye amesaidiwa, yani ataenda kwenye nguo zake, ataangalia, ataenda bafuni, ataoga, zikana masaa 6 ili asiwi labda na uchafu.
ataangalia nguo zake, anavaa hii anavua, anavaa hii anavua, ili yule mtu akija amuone katika mandhari iliyokuwa nzuri. Huu ni mfano wa kidunia. Itakuwaje Rabbul Izzati wal Jalal? Ndugu zangu katika imani, watu wa peponi Allah subhanahu wa ta'ala atashuka. Itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, tunaamini ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ataonekana siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu miongoni mwa hao wenye kumuona siku ya kiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ataondoa pazia, yani pazia ambayo inakinga baina yako na baina ya kumuona Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anaiondoa, watu wanamuona Allah subhanahu wa ta'ala live. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya Allah tabaraka wa ta'ala kutoa pazia, watu wa peponi watashangaa, wanaangalia hivi, hakuna kuangalia pembeni. Namna ya furaha ya kumuona Allah tabaraka wa ta'ala. Na vile vile katika dua za Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba, Allahumma inni as'aluka an-nadhara ila wajhika al-karim. Anaomba Allah amjalie siku ya kiyama awe katika wale watakaomuona Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, peponi ndio mwisho. Ni peponi au motoni. Watu wako peponi, watu wa motoni wameingia motoni. Mauti yataletwa. Mauti ni kiumbe. Mauti yataletwa baina aljannah wan nar, yatawekwa kati ya pepo na moto. Mauti yataletwa siku ya kiyama yakiwa katika sura ya kabshi, ya kondoo. Mauti yatachinjwa. Baada ya mauti kuchinjwa, patatokea tangazo, ya ahla aljannati khuludan wala maut, wa ya ahla an-nar khuludan wala maut. Watu wa peponi mtaishi peponi, hamna kufa. Watu wa motoni mtaishi motoni, hamna kufa. Ni starehe kwenda mbele, ndugu zangu katika imani. Siku ya kiyama kuna masala ya kutembeleana, kwamba anaenda kumtembelea fulani ili nende nikaone mke wake namna alivyo, kama anafanana na wakwangu. Ni kwamba insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akipenda, ndugu zangu katika imani, tutakumbushana kitu kinaitwa suqul janna. Namna tulivyojikusanya mfano kwenye darsa, siku ya kiyama kuna sehemu maalum tutakuwa tunajikusanya. Na tutakumbushana mambo ambayo aliyataja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuhusiana na habari za suqul janna. Kwa hiyo machache, ndugu zangu katika imani, ilikuwa ni nukta ya sira, baadhi ya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa katika pepo, na haswa wameandaliwa waumini. Jitahidi Muislamu, mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala yatangulize mbele, ili ufanikiwe huko katika safari ya akhira. Na
kwa kumalizia, ndugu zangu katika imani, leo ni siku ya Ijumaa, na kama inavyofahamika ni siku ambayo yatakiwa Waislamu tukithirishe zaidi kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wengi tumeghafilika ndugu zangu katika imani. Kila siku yatakiwa uwe unamtakia rehema, lakini ikifika usiku wa Alhamisi kuamkia Aljumaa pamoja na mchana wa Aljumaa kama leo, Muislamu akithirishe, kwa maana zidisha zaidi. Na kisa kilitokea Misri, anaelezea Muhammad Hassani hafidhahullah, na mwanamke alikuwa hajafikia umri wa kubale, aliota ndoto amemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam usingizini, anampa habari amsalimie Muhammad Hassani. Yule mwanamke kawasiliana na shekhe kwamba anamuita. Shekhe akaenda hadi pale, lakini yule binti alikuwa ni mdhaifu, yani ukimwangalia unaona kama ni mgonjwa. Katika mazungumzo shekhe akamuuliza hali yake, labda niongee na wahusika, daktari aje akupime. Yule binti ndugu zangu katika imani akamwambia shekhe ya kwamba, shekhe, na muda wa siku 3 sijamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usingizini, ndio maana unaona nipo dhaifu. Shekhe akamwambia, kwani unamuona kila muda gani? Yule akamwambia shekhe, wallahi kila siku namuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu shekhe anasema huyu binti ndugu zangu katika imani bado hajabaligh kwa siku, muda wa masaa 24 anamtakia rehma na amani Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 10,000. Unaweza kuona kwamba ni idadi kubwa, lakini mtu akifanya mumarasa, mazoezi, wallahi ni idadi ndogo. Angalia Qur'ani juzuu 30. Kuna baadhi ya watu kila siku anasoma juzuu moja, mwezi mzima ndio anamaliza Qur'ani mashafu. Kuna wengine kwa muda wa siku 7, wiki moja amemaliza Qur'ani yote. Kuna wengine siku 5, wengine siku 3. Kuna wengine siku moja, muda wa masaa 24 kamaliza Qur'ani kuanzia alhamdu mpaka kul a'udhu bi rabbin nas, na shughuli zake anafanya kama kawaida. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Wallahi haya mambo ndugu zangu katika imani tunapoyasikia, ili wewe ujiangalie uko wapi. Angalia, huyu anamtakia rehma na amani Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 10,000. Wewe na mimi tumtakia mara ngapi? Unaona ya kwamba tuna taksira, tuna upungufu. Umekuja kwenye darsa kwa mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umeswali, nani alikufundisha swala? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una ihtiram, una adabu, nani kakufundisha adabu? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unakwenda hija na kwenda umra, nani kakufundisha? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaoa, unaishi vizuri na mke wako, nani kakufundisha? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini tusisidishi kumtakia rehema na amani? Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula atujalie min ashabil janna. Allahumma ij'alna min ashabil janna.
اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة ولا تجعلنا من أصحاب النار ولا تجعلنا من أصحاب النار ولا تجعلنا من أصحاب النار. الله tunakuomba husn al-khatima Allah tunakuomba husn al-khatima Allah tunakuomba husn al-khatima Allah tusamehe madhambi yetu Allah wasamehe wazazi wetu Allah wasamehe waislamu waliotangulia mbele ya haki Allah tunakuomba utupe mwisho mwema Allah tufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Sheikh Yasin Taha. Na kwa sasa tumepewa fursa ya kuuliza maswali. Maswali mawili matatu. Lakini kitu tutakuombeni tuulize maswali ambayo yana faida kwetu sisi na kwa wale ambao watatuona kwa YouTube. Sio mtu anauliza swali anapewa jawabu ya aya na hadith alafu stili anashindana. Mimi nimeambiwa kadhaa na Sheikh fulani. Ukipewa jawabu ridhika na jawabu. Kama umeambiwa kadhaa na Sheikh fulani, kwa nini uulize swali? Sawa jamaa. Kwa hivyo karibuni ambaye na maswali mawili matatu kabla hatujahitimisha darasa letu la leo. Tafadhali. Ustaz, kuhusu uliosema ya kuwa wale watakuwa wanawake wa peponi hawajaumbwa na hawa duniani watakuwa vipi sasa? Ni kwamba hawa wanawake wa duniani wao wamezaliwa kwa maana kwa baba na mama. Wale wanawake wa peponi wao hawatozaliwa kwa maana labda na baba na mama, wao Allah subhanahu wa ta'ala atawaumba. Naam. Sana na jambo nauliza haya kama kidimamu kuna mahali paitwa Haramein kujelea nini? Ni mahali paitwa Haramein hapo kwa wanafunzi tunawapeleka na basi watu wa Haramein. Sasa sijui maana yake nini. Ni kwamba chuo cha Jamiatul Imam kuna sehemu inaitwa Jamiul Haramaini. Yani Haramaini kwa kifupi ni Maka na Madina. Al-Haramaini ni Maka na Madina kwa ufupi. Na pale kuna msikiti mkubwa. Ule msikiti ulitengenezwa na Khadimul Haramaini, mmoja miongoni mwa watawala wafalme, ndio ikaitwa Jamiul Haramaini. Kwa maana ni msikiti ambao umetengenezwa na yule ambaye ni mhudumu wa Maka na Madina. Swali hilo aliambatana ule msikiti pale mahali wanafunzi wengine ndani kuna kibao wakwambia wakaf Haramein pale mahali kwa nini wakaitwa Ni jina tu. Kwa hiyo mfano unaweza ukatoka labda sehemu kumwambia mtu hebu nishushe South Philippines. Kwa hiyo South Philippines unaweza ukashushwa chini ya kuburi kule South Philippines, unaweza ukashushwa jirani na msikiti hapa, yote ni South Philippines. Naam Sheikh. Salamu. Na mtihani kidogo na tashwishi hapa katika masala ya mke wako huwa ataingia katika hali ya kwamba rafiki yako anaweza naye. Kivipi yani sielewa. Yaani kwa akhera. Ni kwamba nimaliza au ni kwamba katika sharia mwanamke ambaye labda una mke mmezaa au hamkuzaa, almuradi ni mke wako, wewe
mwenye mke umetangulia akhera, mke kabaki eda miezi 4 na siku 10, mke kakaa, mke kaolewa. Mke akiolewa na labda rafiki yako, halafu mke akafa kabla ya rafiki yako, baadaye ndio rafiki yako kafa, siku ya kiyama huyu mwanamke atakuwa ni wa rafiki yako, kwa sababu duniani mlikuwa mnapendana, ulikuwa unatamani kwamba utakuwa naye peponi. Sasa unaona kwamba mke wako yupo na fulani rafiki yako, kuna kaka kitu kahilia kanongwa. Kwa nini? Ndio Allah ataondoa hiyo nongwa kwa watu wa peponi. Ghera Asikila moja ngakuuliza. Unajua wakati mwingine tunaweza kusema wakati tunaomba labda mfano mimi na mke wangu, ya Rabbi Mwenyezi Mungu atujalie maisha yetu mpaka akhira tuwe pamoja. Sasa sijui asali swala hili linaweza kufika wapi, na dua yangu mbele ya Mwenyezi Mungu itakuwa ni kama ni kwamba mtu anaweza kuomba kwamba Allah, tunakuomba mimi na mke wangu tuwe pamoja peponi. Kuna mawili, unapokuwa na mke hapa duniani kabla hujafa, unaweza kumwambia kwamba mke wangu, mimi nikifa kabla yako usiolewe. Ikiwa hataolewa akafa, mtakuwa pamoja peponi. Inaeleweka sheikh? Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu alikuwa na mke anaitwa Naila radhiyallahu anha. Sasa Uthman alikuwa anapendana na mke wake. Uthman radhiyallahu anhu akamwambia mke wake Naila kwamba mke wangu, wallahi ninatamani tuwe pamoja peponi, nikifa kabla yako usiolewi. Uthman radhiyallahu anhu akauawa kafa, yule mwanamke kamaliza eda kakaa, akachumbiwa na Muawiya radhiyallahu anhu. Huyu mwanamke anakumbuka ile kauli ya mume wake, ikabidi atume ujumbe kwa Muawiya, anauliza hebu muulizeni Muawiya ananipenda mimi kwa sababu gani? Muawiya akatoa jibu kwamba mwambie Naila ninampenda kwa sababu ya meno yake namna yalivyoumbwa na Allah. Kuna baadhi ya watu ukiangalia meno namna yalivyojipanga, yani unaona raha, yani uzuri wako uko kwenye meno tu, na kuna wengine uzuri uko kwenye macho, kuna wengine uzuri uko kwenye pua tu. Anasema da ni mbaya, lakini pua lake namna lilivyo, no, ndivyo Allah tabaraka taala alivyoumba. Sasa yule mwanamke aliposikia kwamba anapendwa kwa sababu ya meno yake, ikabidi aende kwa sonara wa kike akavunja yale meno ili ule uzuri uondoke, awe na mume wake peponi. Na mwingine katika maswahaba alikubaliana na mke wake kwamba siolewi ili wawe pamoja peponi, lakini yule mwanamke subira ikamshinda, akaolewa mara 3. Kwa hiyo sio dhambi kwamba mkikubaliana alafu mwanamke akashindwa akaolewa, inakuwa ni mambo ya kibinadamu. Na unapoomba dua kuna mawili, ima Allah akubali au asikubali. Na Allah, mmeomba dua alafu mke wako akaolewa na mtu mwingine, Allah atakubadilishia mwanamke mwingine. Nishaona sio? Naam. Salamu. Swala moja kuhusiana na swala katika hizi swala za jahra, kusudia maisha na nyingine. Rakaa 2 za mwanzo, wakati gani maamuma anatakana asome sura al-Fatiha? Kwa sababu juzi kulikuwa kushindana na baadhi ya masomo zangu, wengine wanasema wanaenda sambamba na imamu, wengine wanasema badala ya imamu kusoma sura al-Fatiha na maamuma atasoma sura al-Fatiha, wengine wanasema hakuna kusoma kabisa. Kwa naomba kidogo tuweke wazi swala. Ni kwamba ni masala ambayo ni ya kiilmu, lakini kwa mukhtasar. Mfano katika sala ya magharibi
wewe maamuma, kutokana na dalili namna zilivyo na kufanya mukarana, kuoanisha dalili zote zifanywe kazi, wewe maamuma uko na khiari. Imamu akisoma katika sala ya magharibi, mfano amesoma alhamdu wala dhalin amin na sura nyingine kul huwallahu, baada ya imam kumaliza alhamdu, wewe maamuma una khiari ya kusoma nyuma ya imamu. Kwa sababu gani usome? Kwa kutumia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hana swala asiyosoma surat al-Fatiha. Mwingine atakwambia hapana, imamu akisoma weka kimya. Kuna baadhi ya maimamu akimaliza wala dhalin amin anaunganisha na sura nyingine, na Allah amesema Qur'ani itaposomwa kaeni kimya msikilize ili mpate kurehemewa. Kwa hiyo kufanyia dalili zote kazi ni kwamba wewe maamuma utakuwa uko na uhuru. Imamu anasoma wala dhalin amin, wewe soma surati al-Fatiha. Hii ni aina ya kwanza. Au imamu akisoma wewe kaa kimya, akisoma alhamdu kaa kimya, akisoma sura nyingine baada ya alhamdu kaa kimya msikilize, raka ya kwanza na raka ya pili. Ile raka ya tatu ambayo imamu atasoma siri na wewe soma, na sala yako itakuwa ni sahihi. Fa qira'atul imam lahu qira'a, kile kisomo cha imam kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kinatosheleza kisomo cha maamuma. Imamu anasoma na wewe unasoma wakati mmoja, aina alijathibiti. Ima usubiri wala dhalin amin soma, au kaa kimya umsikilize imamu na sala itakuwa ni sahihi. Shaka swali. Jana nilikuwa na mtu ikawa nakata kucha. Akaniuliza kwa nini wakata kucha leo. Akamuuliza kwani kuna kizuizi ama kuna kichochote. Akanambia hairuhusiwi kukata kucha kwa Muislamu mpaka yaumul Juma. Sasa sijui kuna dalili yoyote kwamba kukata kucha lazima yaumul Juma ama unaweza kukata wakati wowote. Ni kwamba katika upande wa sheria hapajaje dalili kwamba Muislamu anaruhusiwa kukata kucha siku ya Ijumaa, bali Muislamu anaruhusiwa kufuga kucha zisizidi siku 41, wiki ya kwanza, wiki ya pili, mwezi. Siku 40, siku 41 Muislamu anaruhusiwa kukata. Hii ndivyo ilivyopokelewa katika adila, katika dalili. Kwa hiyo kukata siku ya Ijumaa kwamba kuna amri kwamba leo mtu anaruhusiwa, ni kwamba hapana. Ila Muislamu anapoona kwamba kucha zimekuwa ni ndefu, anaruhusiwa kukata wakati wowote, mchana, usiku, asubuhi, jioni. Ni vile vile kama ilivyokuja katika shahrul ana, yani mtu kunyoa sehemu ya siri. Kisheria usizidi siku 40. Siku ukizidi siku 40, 41 ziondoe. Meleka. Naam Sheikh. Nataka kuingia katika sala la Ramadhani. Naomba kidogo kuelewa upande wa hii wakati wa wasoma wetu Fatiha. Kwa sababu huwa wakati mwingi imamu zetu ambao kwamba wanasoma baada ya Fatiha kumalizika kusoma sura nyingine, mara nyingi huwa wasoma sura fupi. Na mimi natakuania ile sura al-Hamd. Na unajua wakati mwingi ukisoma sura wataka usome sura kwa kina na usome sura kwa hali ambayo kwamba uangalifu ili uhakikishe swala yako iko sahihi. Na mimi nataraji angalau nipate katika sunna ile sura niimalize sura al-Fatiha. Je, yeye anshaida sijda na mimi nataka nimalize, nifanye nini ustadi? Ni kwamba Muislamu usijipi tabu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qirana,
yani wewe ukiwa unaswalishwa na imam, kile kisomo cha imam kinakutosheleza wewe. Unapofahamu hili kwamba imamu akimaliza alhamdu anasoma sura fupi kul huwallahu inna atainaka, kile kisomo cha imamu kimekusha kutosheleza, kana kwamba umesoma na unapata thawabu. Umeshaona? Kwa hiyo usisumbui nafsi mpaka nisome. Kuna wengine ndio wanakwenda spidi, amin. Tosheka na kile kisomo cha imamu, utakuwa umeingia katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo usiondoe wasiwasi katika nafsi. Ni masala ambayo unakuta baadhi ya hata kuna baadhi ya imamu huo wanakosea. Ndani ya swala kuna saktatani, yani imam inatakiwa anyamaze mara mbili. Sehemu ya kwanza, imam akifunga sala Allahu akbar, hapa imam anakaa kimya. Kukaa kimya ni kwa sababu ya kusoma dua ya ufunguzi wa swala. Imam atakuanza alhamdu, atafika wala dhalin amin, inatakiwa aanze kusoma sura nyingine. Asikai kimya ili maamuma wasome alhamdu. Na sehemu nyingine ni wakati imam amemaliza kusoma sura nyingine baada ya alhamdu. Mfano amesoma kul huwallahu akafika mwisho walam yakul lahu kufuwan ahad, kabla ya kutoa takbira Allahu akbar ya kwenda rukuu, imamu yatakiwa anyamaze. Usionganishi baada ya aya ya mwisho na takbira. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Sivyo alivyokuwa kiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Unanyamaza kidogo ndio unakwenda katika rukuu. Kwa hiyo unakuta baadhi ya maimamu wala dhalin amin anakaa kimya kidogo ili awape nafasi maamuma wasome alhamdu. Ni hadithi ambayo ni dhaifu, sio sahihi. Kwa hiyo imam maamuma kama tulivyosema, hali mbili: ima utosheke na kisomo cha imam, au mfano katika sala ya magharibi ile rakaa ya mwisho imamu anasoma kimya na wewe soma kimya, na sala yako ni sahihi. Nafikiri tumepata faida za kutosha, na hii itakuwa ni mwisho wa darasa letu ya leo, mpaka tena baada ya wiki mbili insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.